mikao salama, yani sex positions ambazo ni salama za kuvumbulana kwa mwanamke mjamzito. Kwa sababu wakati ule wa ujauzito, mara nyingi maisha ya kimapenzi ya wanandoa huwa yanabadilika kwa namna moja ama nyingine. Sasa wengi huwa wanajiuliza, jamani, ni staili gani ili niweze kumvumbula mke wangu ama mpenzi wangu wakati wa ujauzito? Na wengi huwa wanajiuliza, je, ni salama wakati wa ujauzito mke wangu mimi kumvumbula? Je, mtoto atadhurika kwa njia moja ama nyingine? Ni kutoe wasiwasi kwanza. Unaruhusiwa kumvumbula mke wako tangia na mimba changa inapevuka mpaka anakwenda leba kujifungua. Sawa? Na wala huto muathiri mtoto, kwa sababu jamani, mtoto ana nyumba yake kando ambayo imemlinda. Hata akitukusika yuko kwenye nyumba yake. Sawa? Kwa hivyo ni salama kabisa kumvumbula mwanamke wako ama mke wako mpenzi wako wakati akiwa yuko kwenye ujauzito. Ila je, ni staili gani ambazo zinaweza kukufanya wewe mwanamume kumvumbula mpenzi wako, yeye akasikia raha lakini wewe ukasikia raha? Kunazo faida, kabla tasija kupatia zile staili za kumvumbula mwanamke wako ambaye ni mjamzito. Kunazo faida za kufanya tendo wakati wa ujauzito mwanamke. Na akifika kabisa wewe mwanamume kwamba mke wako amefika mimba miezi 7, unaanza kumsafirisha akienda kwao. Nani kasema mambo hayo? Unafaa huyo mwanamke ukae naye tangu hajakuwa na mimba mpaka umemtia mimba, mimba inakuwa mpaka anakwenda kuzaa. Kuvumbulana kunaendelea kama kawaida. Faida ya kwanza, huimarisha mahusiano yenu ya kimapenzi na hizo hisia za kimahaba. Sasa wewe ukimpeleka kwao tangu na miezi 7, ajifungue, amalize 40, kuna ule umbali ambao utakuwepo, lakini mkiwa kwa pamoja na mkiendelea kuvumbulana inakuwa maridadi. Mapenzi yako pale pale, ule uhusiano wa kimapenzi unazidi kuimarika. Lakini pia hupunguza msongo wa mawazo, stress. Mke wako wakati wa ujauzito ana msongo wa mawazo, ana stress nyingi sana. The moment ukimvumbula wakati wa ujauzito, unamsaidia kwa njia moja ama nyingine. Inaongeza kiwango cha usingizi mzuri. Do you know kuna wanawake wakipata ujauzito, usingizi unakuwa tabu sana. Halali kabisa. Anageuka huku, akigeuka huku. Anajibidhingisha huku, akijibingirisha huku. Lakini the moment unamvumbula, yani ndio kama kichocheo, ndio kama umempatia dozi aweze kulala usingizi mzuri. Lakini pia kuvumbulana wakati wa ujauzito kunachochea hormones zile za furaha ambazo zinajulikana kama endorphins. Hizi ni hormones ambazo huwa zinatoka, ni za raha. Na mwanamke akiwa na raha, ama wewe mwanamume ukiwa na raha, mahaba yanaongezeka, mapenzi yanaongezeka, hamu ya kuvumbulana inazidi maradufu. Alright? Na msikilizaji, faida ya kumvumbula mwanamke akiwa kwenye ujauzito inaweza kumsaidia maandalizi ya kujifungua kwa kuchochea misuli ya nyonga. Wajua wewe unafikiria ukimpeleka miezi 7 basi ndo amefika anataka kujifungua. Unamuumiza yule mwanamke. Ndio pale akifika hospitali anaambiwa na daktari piga malapu, aende huku, arudi huku, mtoto bado hajatengeneza njia. Kule kumvumbula kwako wakati wa ujauzito kunamsaidia yeye wakati wa kujifungua, yani njia itakuwa iko shwari bila shari.
Akifika kule ni kuingizwa sehemu ambayo anahitajika kujifungua, mtoto anakuja mashallah maridadi kabisa. Sasa ule wako wewe, ukianza tu kuona ishara mke wako anakuitisha viembe vibichi, anakuitisha udongo, anatema mate, unaanza kumpeleka kwao. Ulipomuoa muliandikishana mahali kwamba mimi nikiwa na maradhi ama mimi nikiwa na ujauzito unanipeleka kwetu? Akifika tangu hana mimba uwe naye, akiwa na mimba changa uwe naye, imepevuka uwe naye, mpaka anajifungua uwe naye. Na ndio hizo faida za kuvumbulana wakati wa ujauzito. Lakini pia kunazo staili salama ambazo msikilizaji unaweza kumvumbula mke wako ambaye ni mjamzito. Staili ya kwanza ni ile staili ya ubavuni, yani side by side, ama unaweza kuiita spooning. Hapa ni wote, wewe na mke wako ama wewe na mume wako, nyote mnalala ubavuni, mwanamume akiwa kwa nyuma yako wewe mwanamke. Na kwa nini staili hii ni salama? Kwa sababu inasaidia kupunguza shinikizo kwenye tumbo. Hapa mwanamke huwa amerelax, tumbo limelala vizuri, wewe mwanamume unamuingilia kwa nyuma na itakuwa yuko vizuri, hachoki wala haumizi mtoto na tumbo lake. Na iwapo mwanamke wako yuko kwenye second trimester, yani yuko kwenye kipindi cha lala salama cha kwenda kujifungua, wajua pale huwa amechoka sana maskini. Sasa hii ni staili nzuri sana kwa sababu tumbo limeshakuwa kubwa, limeshakuwa zito. Sasa ukifanya staili ya spooning, yani unalala ubavu, mwanamke anakuwa mbele, mwanamume anakuwa nyuma yake. Sasa wewe kumuingilia, unamuingilia huku kwenye nyuma yake. Simaanishi uingie kwenye tupu yake ya nyuma, hapana. Simaanishi uingie kwa mpalange, hapana. Ila ni kwa sababu uko nyuma, yani mgongo wake mwanamke unashikana na kifua chako. Nadhani unaelewa ninaposema kwamba unamuingilia wewe ukiwa kwa nyuma. Usiseme kwamba Mashbebi aliniambia mjamzito ni muingilie kwa nyuma. Hapana, kwamba namaanisha kwa mpalange. Unalala ubavu, tumbo linakuwa mbele, kifua cha mwanamke kinakuwa mbele, ila mgongo wake na kifua chako kinashikana, ndio unaweza kumvumbula kwa njia ambayo ni salama kabisa. Staili nyingine ni ile staili ya mwanamke kuwa juu, yani woman on top. Hapa mwanamke ataangalia yeye, kama utakuwa umekaa kwenye kiti, yeye aje akukalie juu msikilizaji, ama wewe mwanamume umelala chini kabisa kwenye kitanda alafu mwanamke aje juu, yani ala kuli hali bora tu hapa ni mwanamke ya staili kuwa juu. Hapa mwanamke anadhibiti mwendo na kina cha kuingiza, yeye hapa ndo yuko kwenye control. Achague yeye, izame yote, iingie nusu, iende upande, iende kushoto, haraka, upesi, polepole, kiasi, yeye ndo yuko in control. Sasa yeye pale ndo anadhibiti kila kitu. Lakini pia hii staili inampatia nafasi ya kujisikia yuko huru, anafanya kile chochote anachotaka, anapata kufika kileleni kwa haraka na atajisikia faraja. Staili nyingine msikilizaji ni doggy style, kuinama. Sawa mwanamke hapa anapiga magoti, mwanamume akiwa nyuma. Ila tafadhali sana, kwa sababu unajua mwanamke akipiga magoti maumbile yake yanakuwa karibu. Kwa hivyo epuka kupenya kwa kina sana, yani epuka kabisa. Sio kwamba ndio unataka kukojoa basi unavurumiza mpaka hapana. Epuka kupitiliza na kupenya kwa kina sana, na inapunguza presha kwenye tumbo la mjamzito.
sawa ile pressure, kwa sababu pia pale itakuwa yuko relaxed, ameinama anasikilizia tu utamu. Unanisoma? Basi haya, kuna staili nyingine ambayo inajulikana kama edge of the bed. Hapa mwanamke analala kitandani, miguu ikiwa iko nje ya kitanda. Yani si kwamba miguu yake na mwili mzima analala kitandani, hapana. Ina maana kuanzia kwenye makalio, mgongo, kishogo ndo itakuwa kimelala kitandani, lakini kuanzia kwenye magoti miguu ipo chini. Sawa? Alafu mwanamume naye anasimama au anapiga magoti mbele ya kitanda. Na hapa inatoa nafasi kubwa na hana shinikizo kwa tumbo. Sawa? Hiyo edge of the bed. I wish ingekuwa niko na mtu hapa ndani nikakuonyesha vile ambavyo unafaa kutumia hii style. Japo sina ujauzito, lakini ningevaa kitu kudemonstrate kwamba niko na ujauzito, lakini kitanda ni hichi, unafaa kukaa hapa, alafu mambo yanakuwa mazuri. Unajua kitu ambacho kinahitajika hapa ni comfortability ya mwanamke. Asichoke, asiumie, lakini afurahie. Kwa hivyo huende ikawa sitataja zile mikao zote, lakini unafaa kumfanya huyo mwanamke wako awe very comfortable. Kwa hivyo style zozote, sijui za kumkunja, za kumachana nazo. Ila mkao mwingine ni wa kusimama, msikilizaji, standing modified, ambao hapa inafaa kama huyo mjamzito hana tumbo kubwa sana. Kwa sababu kama yuko kwenye mwezi wa 7, wa 8 ama wa 9, kutakuwa na gapu mkisimama. Lile tumbo litakuwa linachukua nafasi. Alafu wewe mwenzangu na mie, iwe Mwenyezi Mungu kidogo alikuwa yuko busy sana, basi katika kukupatia maumbile kakupa yale maumbile ya haraka haraka. Sasa inakuwa vigumu wewe kufikia kipochi manyoya. Kwa hivyo kama itakuwa unajua mimba yake sio kubwa sana, ukisimama unaweza kufikisha uume wako, basi itakuwa maridadi. Lakini hapa inahitaji usaidizi wa ukuta ama kitu chochote cha kuegemea. Sawa? Ili kusiwe na ajali yoyote ile. Labda mwanamke wako hana stability, hana stamina ya kutosha kuweza kusimama kwa muda mrefu wakati wa kufanya staili kama hii, wakati wa kuvumbulana. Kwa hivyo ikitokea kama unataka kusimama wakati wa kuvumbulana, basi hakikisha aidha anaegemea kwenye ukuta ama anapata fani cha karibu ili aweze kushikililia, asichoke na pia aweze kufurahia. Coco FM, ladha ya Pwani.